Ndugu watazamaji, ni wakati mzuri tupate kujifunza neno la Mungu, maana katika yote tunayapitia kututia wasiwasi na matatizo mbalimbali katika na msongo wa mawazo katika fikra zetu. Lakini ningependa kuhimizeni kwa neno moja linalopatikana katika kitabu cha Isaya 54 mstari wa 16 na 17, na ikiwezekana tutaendelea kuchunguza kiundani. Je, hili neno lina upana upi katika maisha yetu? Maandiko yanasema hivi: tazama, nimemuumba muhunzi avukutaye moto na wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake, nami nimemuumba muharibu ili haribu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Katika vita na katika mambo unayoyapitia, amini kwamba uweza wa Mungu huu pamoja nawe, maana katika mambo yote Mungu huwasimamia wamwaminio na wao wamtumainio. Ukimtumaini Mungu, hakika maishani mwako kuna uthibitisho kamili wa ushindi wa Bwana. Mungu huwatetea walio karibu naye, naye usimama nao wamsogeleao. Maana ukitazama katika kitabu cha Mathayo 11 mstari ule wa 28 kusonga mpaka 31, maandiko yanasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jifunzeni kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na ni mnyenyekevu wa moyo. Chukueni mzigo wangu, maana mzigo wangu ni mwepesi, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Yamaanisha tunapomsogelea Mungu katika mambo magumu yanayotukabili, tuna uwezo mkubwa wa kupata ushindi. Tunapomkaribia Mungu, yeye pia hutukaribia, maana ni ukweli kabisa ya kwamba tunapomsogelea Mungu, Mungu pia huwa karibu nasi. Ubarikiwe. Shalom.